Miaka yote imeonekanika kipindi cha uchaguzi kinapokuja, mambo yanaonekanika kuwa mepesi kwa watu wanaposema eti, lakini mwaka 2025 mambo yatakuwa magumu kupita maelezo. 2025 ni mwaka mgumu kupita maelezo. Tunachotakiwa sisi ni kuomba. Moja ya sehemu ambapo watu wataathirika ni kwenye upande wa mafuta. Ni kwa upande wa mafuta. Ombea kitu kinachoitwa amani. Kikubwa ambacho tumezungumzia ni kuhusiana na masuala ya usalama kwa ujumla wa sekta ya mafuta ama biashara hiyo kwa ujumla, kutoka mkoa wetu wa Dar es Salaam kwenda mikoa mingine, lakini ndani pia mkoa wetu wa Dar es Salaam. Kikubwa tumewaashua kwamba serikali iko bega kwa bega na wao katika nyakati hizi zote kuhakikisha kwamba tuna provide ulinzi wa kutosha katika mazingira yao ili biashara hizo ziendelee kuwa salama nyakati zote. Vitu nilivyoona, fedha imekuwa adimu kupita maelezo, lakini ndio kama taifa tunatakiwa kuomba. Mimi na wewe tunatakiwa kuomba, wewe na familia yako tunatakiwa kuomba. Jengine, changamoto inayotukabili ni rasilimali. Rasilimali zetu ni chache. Kama mnavyojua, mara nyingi tunategemea kupata kutoka nje, mikopo kutoka kwa taasisi mbalimbali za kimataifa, mabenki ya kimataifa, lakini yaliyotokea nchini kwetu yametutia doa kidogo. Kwa hiyo huenda yakatupunguzia sifa ya kupata hiyo mikopo kwa urahisi kama tulivyopata muhula wa kwanza wa awamu hii. Muhula wa kwanza wa awamu hii tulikuwa tunapata sana kwa sifa zetu, kwa msimamo wetu, kwa kazi tunavyofanya, lakini doa tulilojitia huenda likaturudisha nyuma. Kwa maana hiyo tuna kazi ya kutafuta fedha humu ndani. Jana niliongea, nilisema kipindi hichi kutakuwa kuna mvua, mwaka ambao ni mwaka huu kutakuwa kuna mvua, lakini hakutakuwa na kilio cha njaa Tanzania. Wangapi wanaikumbuka hiyo? Hatujaisikia njaa, si ndio hivyo? Lakini mwaka 2025 kuna njaa inakuja. Hivyo kama taifa tunatakiwa shughuli za kiuchumi kusimama, maduka kufungwa na wananchi kushindwa kununua mahitaji yao licha ya kuwa na pesa mkononi au kwenye simu. Ndiyo hali iliyokumba baadhi ya maeneo ya mikoa ya kanda Ziwa baada ya vurugu zilizotokea kuanzia Oktoba 29 hadi Novemba mosi mwaka 2025. Na nukuu, hali ilikuwa kama sinema. Kwa mara ya kwanza nilishinda njaa mimi na watoto wangu, anasimulia mkazi wa Bwiru Salome.